Wananchi wanaozusha taarifa za uzushi na kuzua hofu ndani ya jamii kuhusu huduma ya mtoto na kijana kuwa inahusishwa na tabia zisizo za maadili sasa kuanza kuchukuliwa hatua za sheria. Huduma ya malezi ya mtoto na kijana inayotolewa na makanisa mbalimbali wilayani Makete likiwemo kanisa la TAG Tandala kwa ufadhili wa shirika la Compassion International Tanzania imeeleza kuwa kuna watu wanadai ina lengo la kuwahamisha watu kiimani, kuwaingiza katika ushoga au hata imani za Freemason, jambo ambalo sio la kweli. Nicholas Chilemile ni mkuu wa dawati la jinsia polisi la Makete mkoani Njombe amesema shirika hilo na huduma inayotolewa inatambuliwa na serikali, hivyo kwa yeyote ambaye atabainika ama kuripotiwa atachukuliwa hatua, kwani mtu huyo atakuwa anaonyesha serikali na kubali mambo ambayo hayakubaliki ndani ya jamii na misingi ya taifa la Tanzania. Sisi wenye watoto tuwe tunaangalia wanasema nini. Wengine wanasema kwa ajili ya wivu. Wanasema mtoto ni Mkristo unampeleka TAG kwa nini? Kwa ajili ya wivu. Lakini mimi ninavyoelewa, mimi nina mkamana wangu Dodoma, ni muhasibu kwenye shirika hili. Watu wanaona wivu, ili shirika lina faida. Ila sasa kwa sababu mimi mtu akinisema huwa anamjibu hivi, mtoto wangu ni Mkristo Roma, lakini kama nataka mimi nitamwacha TAG kwa sababu mtu anaamua. Kitabu si matumizi ya Freemason au sio ushoga, basi mnyasa tutakupeleka mahakamani, tutakufunga. Tutajua kwamba watu wako serious na namleta mtoto afike kwenye ndoto zake. Shirika lipoje? Mimi kwa kweli namshukuru Mungu, sio mara yangu ya kwanza kuona shirika. Kwa mara yangu ya kwanza niliona 2004 nikiwa Dodoma. Nimeshuhudia watoto wakiwa wanasoma pale, nimeshuhudia watoto wakienda vioni kupitia shirika la Compassion. Kwa hiyo kwa nini kuwaeleza wazazi? Alikuwa anaelewa, alielewa, anafanya kuelewa na kuelewa. Kwa hiyo ni ngumu kumbadilisha kila mmoja kwenye fikra zake. Kwa hiyo utakayeelewa kwamba hii shirika ni kwa ajili ya watoto, elewa hivyo. Utakayeelewa tofauti unapokutoshwa mtaani, elewa hivyo. Lakini mimi naomba tuko sehemu salama na watoto wetu. Tumekuwa tukilia sana juu ya watoto. Kila ukimgusa mwanamke kwa ajili ya watoto, utakuta kila mmoja anatoa machozi. Hakuna nyumba ambayo haikuguswa. Kila nyumba iliguswa kwa ajili ya maadili ya watoto jinsi yalivyokuwa. Si ndio jamani? Lakini kwa ajili ya kizazi hiki ambacho Compassion inaanza nacho, mimi nina imani kwamba tutashirikiana nao ili kujenga kizazi chetu vizuri. Na wakati mwingine anapoongea mtu vibaya, angalia yumo. Kama hayumo, ana kitu, maana anaumia yeye jambo. Lakini jambo lenyewe ni nzuri, tuendelee kuomba Mungu, watoto wetu wafike vizuri kwa mahudhurio vizuri. Watoto tukiwalea vizuri ni msaada wetu kwa baadaye, na wanatakiwa tuwapende, tuwalishe, tuwape elimu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa elimu tuliyopata leo, ili wazazi wenzangu na waomba ikaingie kichwani mwetu waweze kuishi kadri ya haya tuliyopata elimu leo. Hili shirika si linahusisha na ushoga, si Freemason. Kwanza ni kuchafua taasisi. Nitaacha namba zangu, mimi napiga tu. Sheria zipo, kitu mpeleke mahakamani akadhibitishe. Mtu anayekwambia vitendo hivi vinafanyika hivi, sisi tunaacha hadi ofisi kwetu tunakuja hapa. Lengo kuu kusisitiza kwenu nyinyi wazazi, ili watoto waje hapa wapatiwe msaada, wafikie ndoto zao. Wengine mnajua hali zenu za uchumi sio nzuri. Sasa kwa mtu ambaye anakuwa anatoa maneno kama hayo, utanipigia bwana afande, au utanitumia hata message, nipo na mtu hapa ananiambia 1 2 3, anakuwa anakinzana na jitihada za serikali za kuimarisha ustawi wa jamii, hususan watoto. Watu wanapata msaada, mtu anawasaidia, hapo aseme hii ni 1 2 3. Ana udhibitisho gani? Au yeye ndo anawafanyia watoto hivyo vitendo? Kama anasema anafundisha ushoga, yeye amefanya nao. Hizo taarifa kazitoa wapi? Ni kuchafua taasisi tu na kufanya kama jeshi la polisi alifanya. Kwa sababu kama alifanyi kazi, kwa sababu kama mtu anasema kuna sehemu watoto wanafundisha ushoga, alafu jeshi la polisi lipo alichukua hatua, maana yake sisi wenyewe tumelala. Sasa kwa mtu ambaye anasema hivyo, wewe leta taarifa yake. Wewe tuambie bwana ni mmoja, ni huyu na huyu na huyu, ili sisi tudili nao perpendicular. Kwa sababu anataka kutuchafua sisi polisi Makete kuwa hatufanyi kazi na hatufuatilii mienendo
ya haya mashirika yanafanyaje kazi. Compassion neno la Kiingereza, lakini Kiswahili chake ni huruma. Naelewa ni huruma. Maana yake kama mtu amekuhurumia, maana yake ni msaada, anakusaidia. Wanatekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu. Unaelewana wazazi? Kwa hiyo yale maneno kama mnavyoyasikia yanaweza kuwa ni ya watu wenye nia ovu, pia kwako wewe au kwa uongozi wa kanisa. Vipo vita vya kiroho, kifuatilia vita hivyo vipo, kwani hata wewe mwenyewe kwenye familia yako hakuna watu ambao wanaionea wivu ndoa yako. Sio wanasema au tumemwona mume wangu siku na nani, tumemwona mke wako anafanya hivi na hivi. Lengo kuu ni kuchagua ndoa. Wakiona tu mnafurahi, mnaishi pamoja, mnacheka, wanataka kutia nini? Usali. Na mashirika yamesajiliwa. Uzuri mimi kazini na miaka mingi katika 17 na nimekuwa nafanya kazi za madawati ya jinsia na watoto kwa miaka karibia 10. Ukisikia ukisa dawati ya jinsia na watoto, tuna ukaribu sana na mashirika mengine. Sio hili tu, mashirika hapo mengi tunafanya nao kazi kwa ukaribu. Sasa kama mimi ambaye natokea serikalini nafanya jitihada au naungana na hawa mashirika mengine, itakuwa ni ngumu sana ikiwa tunashirikiana na watu ambao wanakuwa wanachochea vitendo viovu ambavyo havifai mbele ya macho ya watu na hata mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Yaani nitoke kule kituoni, mimi sio hapa, kituo changu sio hapa, hapo kote huko na usiku. Mimi niko Makete kule Gayani, nimekuja huko. Nisingeweza kuja kwenye shirika ambalo linachochea ushoga na mambo mengine ya kimaso, nisingekuja. Lakini nimekuja baada pia na najua mashirika toka miaka hiyo ya nyuma. Wapo wengine sasa hivi ni walimu, wapo wengine ni wanasheria, lakini walitokea kwenye Compassion miaka ya nyuma huko. Kwa nadhani tu labda hapa kwa sababu naona kama ni shirika jipya, lakini ni ya mashirika miaka mingi zaidi, hata miaka 20 huko imepita. Yamewasaidia watu wengi, na mimi na ndugu na jamaa wamesaidiwa na Compassion mpaka level ya chuo. Tuko pamoja jamani. Kwa hiyo msipotoshwe tu na maneno ya mtu yeyote tu ambaye anasema haya. Sisi kama jeshi la polisi huwa tunafuatilia mienendo ya mashirika, na hao wana leseni maalum, wana kibali. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anakiuka masharti ya leseni yake au kibali, huwa tunalifungia hilo shirika na tunayafuatilia kiundani zaidi.